Bana, baada ya dakika 90 za ushindani mkali dhidi ya Esperance de Tunisi, kocha mkuu Steven Barker, kocha wa Simba ameibuka na kauli yenye busara, utulivu na matumaini makubwa kwa mustakabali wa kikosi chake licha ya mchezo kumalizika kwa sare ya 2-2. Barker ameonyesha kuhuzunishwa na kiwango cha wachezaji wake, akisisitiza kuwa walipambana kwa moyo wote na kuonyesha nidhamu ya hali ya juu uwanjani. Akizungumza mara baada ya mchezo, Barker aliwapongeza wachezaji wake kwa kujituma, kupambana bila kuchoka na kutekeleza maelekezo ya kiufundi kwa kiwango kizuri. Alisema mchezo ulikuwa mgumu kutokana na ubora wa Esperance, lakini kikosi chake kilisimama imara na kuonyesha kuwa kina uwezo kushindana katika ngazi hiyo ya juu. Hata hivyo, kocha huyo hakuficha ukweli kwamba bahati haikuwa upande wao. Katika baadhi ya nyakati muhimu za mchezo, alieleza kuwa walitengeneza nafasi kadhaa za wazi ambazo kwa kawaida zingetakiwa kuzaa matunda, lakini umakini wa dakika za mwisho na bahati ndogo vikanyima ushindi timu ya Simba. Pamoja na hilo, Steven Barker alisema wamekubali matokeo ya sare kwa moyo wa mchezo, wakitambua kuwa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza na kukua zaidi ya matokeo. Barker aligusia mwelekeo wa muda mrefu wa kikosi, akibainisha kuwa bado anaendelea kujijenga ili kiwe imara zaidi. Alisisitiza kuwa lengo lake ni kuunda timu yenye ushindani mkubwa, uwezo wa kudhibiti michezo mikubwa na kuhimili presha katika mashindano ya kimataifa na mashindano ya ndani. Kocha huyo pia aliweka wazi kuwa macho yao sasa yanaelekezwa kurejea kwenye ligi kuu, ambako wanakusudia kuonyesha matokeo bora zaidi. Kwa mujibu wa Steven Barker, mchezo dhidi ya Esperance ni somo muhimu litakalowasaidia kurekebisha makosa na kuimarisha uimara wa kikosi chao kuelekea katika ligi mbalimbali za ndani. Kwa ujumla, kauli ya Steven Barker inaonyesha kuwa uongozi uvumilivu na imani kubwa kwa wachezaji wake, ishara kuwa safari ya mafanikio bado inaendelea. So dondosha komenti yako juu ya update hii nimekuletea mpenzi mtazamaji wetu, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Asante.